Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia wakiweza kwenda kutupa karata yao ya kwanza kabisa katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo wanaanzia ligi ugenini, ukiweza kushuhudia wakidondoka pale Luangwa Lindi huko, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambao wanakwenda kuifanya wananchi Young Africans katika kuendeleza kuwapa furaha mashabiki zao, ambapo kikosi kipo tayari ambacho kimetangazwa na kocha Mankoba juu ya wachezaji gani ambao watakaoweza kuanza katika mchezo wa kwanza wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, Young Africans wakiingia kama mabingwa watetezi baada ya kulichukua taji hili msimu uliopita, sasa wakiwa na dhamira ya moja kwa moja ya kulitaka kombe hili kwa mara nyingine tena, wakiweza kutupa karata yao kwenye kikosi hicho ambacho wamedhamiria zaidi shaili ya kwamba wanakwenda kufanya balaa zito kwelikweli safari hii. Kwa usajili mkubwa ambao wameufanya inadhihirisha hilo ambalo wanalisema. Sasa mimi nimekusogezea hapa kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ambacho kabla sija kutajia kikosi hiki kamili ambavyo kilivyo, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu wakati wote pindi ambapo taarifa zetu zikiweza kukufikia popote pale unapokuwepo. Subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu. Karibu. Bana, klabu ya soka Young Africans leo hii wanakwenda kutupa karata yao ya kwanza kabisa kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara katika mwendelezo wa kile ambacho wameendelea kuweza kukifanya. Mchezo uliopita walishinda bao 1-0 mbele ya mtani wake Simba Sport Club na kunyanyua ngao ya jamii. Sasa ni mwanzo mzuri wa kubeba mataji, ukiweza kushuhudia jambo hilo likiweza kutokea kwa mara nyingine tena. Sasa kabla tujapoteza wakati, twende kukitizama kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans ambacho kimepata nafasi ya kuanza katika kikosi hiki cha mwalimu Mankoba, ambapo golini anaendelea kuweza kusimama Djigui Diarra, screen protector. Unafahamu bora wake, ameendelea kuwa na mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young African, ambapo ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo anaifanya, si tu golikipa bali ni golikipa kiongozi ndani ya uwanja, akiweza kuwapanga walinzi wake, safu nzima ya ulinzi. Amekuwa ni moja kati ya wachezaji ambao wanaanzisha mashambulizi kuanzia chini kwa uharaka zaidi. Ni miongoni mwa watu ambao wanaonekana kuwa na hamasa kubwa sana kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ukiweza kushuhudia namna ambavyo hata ikitokea wamefungwa, namna ambavyo unavyomuona akireact, ni wazi kabisa kwamba ni miongoni mwa watu ambao wanaumia sana pindi ambapo wanapopoteza. Kwa hiyo ni msaada mkubwa kwenye kikosi Young Africans. Mwalimu ameona kwamba anastahili kuanza kwenye mchezo huu, kwa hiyo Diarra atakuwepo katika ufunguzi wa mechi yao ya kwanza kabisa ya ligi, huku beki namba 2 anasimama si mwingine bali ni Atola Yao Kwasi. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu makini kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ameendelea kuweza kuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo ameweza kuifanya kwenye dabi ya Kariakoo, kuweza kupiga kazi nzito kweli kweli, miongoni mwa watu makini kweli kweli. Ana uwezo wa kupanda kwa kasi, ana uwezo wa kurudi kwa kasi, yani ana uwezo wa kushambulia huku akiweza
kutumia mbinu za kuweza kujilinda vizuri kabisa. Kwa hiyo sio tu beki bali ni beki ambaye ni muhimu kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Kwa hiyo mwalimu amempatia nafasi ya kuanza katika kikosi hiki katika mechi ya kwanza kabisa ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Lakini katika upande wa beki namba 3 mwalimu ameweza kumwanzisha Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya mabeki ambao wana uwezo mzuri, wana uwezo wa kupandisha mashambulizi, wana uwezo wa kurudi kukaba. Amekuwa na mwendelezo mzuri toka alipoweza kujiunga na wananchi Young Africans, kama vile alichagua chaguo sahihi, kwani makombe yamekuwa yakiendelea kuweza kumfuata siku hadi siku ambazo yupo kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Tayari ana ligi kuu ya soka Tanzania bara, ana kombe la ngao ya jamii. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao wanaendelea kuweza kuandika historia kwa kucheza katika vilabu viwili vikubwa Tanzania katika mafanikio makubwa kabisa. Kwa hiyo tutakwenda kulishuhudia hilo kwenye mchezo huu, akionyesha ubora wake mkubwa kabisa Mohamed Hussein Shabalala. Lakini katika upande wa hapa nazungumzia beki ya kati, utakutana na beki namba 4, anasimama si mwingine bali ni Ibrahim Hamadi Baka. Unafahamu shughuli yake, ameendelea kuwa na mwendelezo mzuri, nidhamu ya kukaba, nidhamu ya kujilinda ambayo anaendelea kuweza kujitengeneza kwenye kikosi cha Young Africans. Ni standard ambayo kila mwalimu anayoikuta anaendelea kuweza kumwamini na kuendelea kuweza kumpa nafasi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi. Lakini katika upande wa beki si mwingine, huyu ni beki namba 5, si mwingine ambaye anasimama captain Bakari Nondo Mwamnyeto, captain wa makombe. Ameendelea kuweza kunyanyua kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans kwa ubora mkubwa, si tu kunyanyua akiwa amekaa benchi, bali pia uwezo wake mkubwa wa kuweza kuzuia mashambulizi, kukaba pasi muhimu ambazo anazozipiga. Ana uwezo wa kupiga pasi moja ikapita viungo zaidi ya wawili na kumfikia mshambuliaji. Amekuwa ni moja kati ya watu ambao wanapiga pasi nzuri kabisa katika kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Kwa hiyo mwalimu ameona bado anastahili kuendelea kumtumia Mwamnyeto katika michezo inayofuata. Kwa hiyo amepata nafasi. Lakini katika upande mwingine hapa nazungumzia katika upande wa kiungo, mwalimu anaendelea pale pale ambapo alipoishia, ambapo namba 6 anasimama Duke Abuya. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa wachezaji ambao wanaendelea kuweza kuonyesha ubora mkubwa kweli kweli katika kazi ambao wameendelea kuweza kuifanya. Ni miongoni mwa wachezaji ambao hawaimbwi sana, lakini kazi yao ni kubwa kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo majukumu yanaendelea pale ambacho alichokifanya kwenye dabi. Lakini katika upande wa namba 7 hapa anazungumzia upande wa hapa kwenye upande wa winga, ambapo mwalimu amesimama na Zakwani miongoni mwa washambuliaji ambao wamesajiliwa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Kwa hiyo upande wake atakuwepo Zakwani, huku namba 8 hapa utakwenda kumkuta si mwingine, anasimama si huyu ni Maxim Pia Nzengeli. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya watu ambao walipiga kazi kweli kweli kwenye mechi ya dabi dhidi ya Simba Sport Club. Huwezi kuacha kumtaja Maxim Pia Nzengeli kwa ubora wake, ufanisi, namna ambavyo alivyokuwa akiweza kudribble mipira, kutengeneza nafasi, kujiposition. Ni miongoni mwa watu muhimu kweli kweli. Kwa hiyo shughuli watakuwa nayo na Mungu leo hii. Huku unazungumzia namba 9 mwalimu ameanza pia na Peter Shalulile kwa mara nyingine tena, akiendelea kuweza kumwamini na kumweka katika kikosi chake cha kwanza mbele ya Namungo leo hii. Tuone itakuwaje, Peter Shalulile ataingia kambani ama itakuwa vipi? Lakini katika upande wa namba 10 anasimama si mwingine bali ni Mudathiri Yahya. Ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo anaifanya, ameweza kufanya kazi nzuri sana katika mchezo uliopita, akiweza kuwasaidia wa viungo kwenye kujilinda, lakini wakati mwingine huo akiweza kushambulia. Kwa hiyo
atakuwa sehemu ya kikosi cha mwalimu Mankoba. Lakini katika hatua nyingine hapa nazungumzia si wengine namba 11. Namba 11 hapa unakutana na si wengine, huyu unazungumzia ni miongoni mwa washambuliaji ambao wameweza kusajiliwa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ambaye ni Kangwanda, ambaye anapata nafasi kwa mara nyingine tena baada ya kuadhibu Simba Sport Club. Mwalimu ameona kabisa kuna namna ambavyo anahitaji kuendelea kuweza kumtumia, kwa hiyo amepata nafasi kwenye kikosi hiki. Bana, weka maoni yako hapo chini, wewe umekitizamaje kikosi cha klabu ya soka Young Africans dhidi ya Namungo katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara?